Hali gani wanafamilia wa channel tupendwa hii hapa hii Bizoza Media. Kama ndo mara kwa kwanza basi nikusii usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment ya bwana. Mama wa Nifa anaendelea kuweza kuumizwa na hichi ambacho kilichoweza kutokea, kwani mama huyu ameangusha kilio kikubwa, jambo ambalo watu wengi hawakuweza kutegemea kama mama wa Nifa angefikiwa na hali mbaya kama hiyo. Na kauli ambayo aliweza kuisema mama huyu, alisema kwamba nitahakikisha mtoto wangu anatoka humo, nitahakikisha hata kwa kwenda kwa mama Samia kuweza kumfanya mtoto wangu akarudi, kwani mtoto wangu ndo kila kitu katika maisha yangu, na binafsi natamani kuweza kuona mtoto wangu akienjoy. Lakini kwa kipindi hiki amekuwa akipitia matatizo makubwa na mengi ambayo yeye mwenyewe ameweza kujisababishia. Sina budi kuweza kusema, ewe Mungu Baba, naomba uweze kunisimamia kwa hili, kwani mimi nimekuwa mtu ambaye namtegemea sana mtoto wangu na najua ameshatenda kosa. Hivyo na kuomba sana, Mungu wangu, Baba, umsamehe binti yangu, hajui alitendalo. Lakini tuliweza kuona ndugu jamaa na marafiki na wao waliendelea kumwombea sana bibi Nifa kuweza kuhakikisha kila kitu kwa upande wake kinakuwa sawa. Lakini mambo ndo kama hivyo ambavyo yalivyo, vitu vimebadilika na mambo yamekuwa kama hivyo ambavyo unavyoona. Watu wengi walikuwa wanatamani kuweza kuona maisha ya bibi Nifa yakirudi tena ulaiani, lakini mambo yamekuwa tofauti vile ambavyo tulivyoweza kufikiria. Wacha tuendelee kumwombea kwa bibi Nifa, kwa Mungu huenda kila kitu kitakuwa sawa. Na pia tunatamani kuweza kuona familia ya bibi Nifa ikiendelea kuweza kumpambania huyu binti, kuweza kuhakikisha kila kitu kwa upande wake kinakuwa sawa. Na hichi ndicho ambacho kilichobaki kwa muda huu, kwani Nifa amekuwa moja kati ya mwanamke ambaye mpambanaji na anayejua thamani yake kwa hali ya juu. Huenda hili nalo likawa sababu kubwa la yeye kuweza kurudisha na kupambania haki yake kiujumla. Lakini kiuhalisia ni kwamba inaumiza sana kuweza kuona bibi Nifa anapitia magumu kama haya, na kwa kiuhalisia ni kwamba kuna vitu vingi tunatakiwa kuweza kujifunza katika haya maisha, na hili tuweze kufika mbali zaidi tunatakiwa kuweza kuwa na mipaka mikubwa katika maisha yetu. Hili nalo litakuwa funzo kubwa sana na kuweza kutufanya tuweze kuenjoy katika kila hatua ya maisha ambayo tunayopitia. Na pia tunatakiwa kuweza kuwa makini katika kila jambo, kwani mama wa Nifa sasa hivi tumeweza kuona ni hali gani ambayo anayopitia. Kiukweli inahuzunisha na inasikitisha sana kwa hichi ambacho kilichoweza kumtokea bibi Nifa. Inaumiza na watu wengi waliweza kutoa maoni yao kuhusiana na hichi ambacho kinachoendelea, na pia watu wengi waliendelea kutoa pole za hapa na pale kwa upande wa familia ya bibi Nifa. Lakini bado haisaidii kitu, kwa sababu mama mzazi tegemeo lake ni bibi Nifa, lakini Nifa ndo kama hivyo imeshindikana yeye kuweza kutoka. Wacha tuone mwisho wa haya yote itakuwa nini, kwa sababu mambo ni mengi alafu muda ni mchache. Huenda rais tena akamfikiria bibi Nifa kwa namna nyingine, kwa sababu mara zote rais wetu ni mtu mwenye upendo na mwenye utu ndani yake. Bwana, mambo ni mengi kuhusiana na haya yote ambayo yanayoendelea. Mimi nikusii kitu kimoja, kama ndo mara kwa kwanza basi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Kwa upande wangu sina la ziada, uacha nikutakia siku njema na kazi njema.